Ujambo na karibu World Sports 14, tuangazie taarifa za michezo zinazogonga vichwa vya habari nchini Tanzania. Klabu ya Young African Sports imetangaza rasmi kumfuta kazi kocha mkuu wa kikosi cha kwanza Pedro Goncalves. Kwa mujibu wa taarifa ya umma iliyotolewa jioni ya leo Mei 6, hatua hiyo imekuja muda mfupi baada ya vinara hao wa ligi kuu ya NBC kuibuka na ushindi mwembamba wa goli 1-0 ikiwa ugenini dhidi ya KMC. Katika taarifa hiyo, uongozi wa klabu ya Yanga umeeleza kuwa umefikia uamuzi wa kusitisha ajira ya kocha huyo, huku kimshukuru kwa mchango wake ndani ya timu na kumtakia mafanikio mema katika majukumu yake yajayo. Hata hivyo, katika taarifa hiyo iliyotolewa na uongozi wa klabu hiyo, haikuweka bayana sababu zilizopelekea uongozi huo kuchukua uamuzi huo mzito, jambo linaloacha nafasi kwa tafsiri mbalimbali kutoka kwa wadau wa soka. Kwa mujibu wa uchambuzi wa mwenendo wa hivi karibuni wa kikosi hicho, inaeleza kuwa kumekuwa na malalamiko ya kiwango cha uchezaji ambacho hakijaridhisha matarajio ya baadhi ya viongozi na wadau wa soka ndani ya klabu hiyo. Aidha, vyanzo vya ndani vinaeleza kuwa timu imekuwa ikipata matokeo, lakini kikosa uthabiti wa mbinu na mvuto wa kiuchezaji unaotarajiwa kwa klabu kubwa na yenye hadhi ya juu ndani na nje ya nchi. Kando na hayo, inapashwa kuwa kulikuwa na changamoto za kiufundi na mawasiliano kati ya benchi la ufundi na baadhi ya wachezaji, hali inayodaiwa kuathiri mshikamano wa timu katika baadhi ya vipindi vya michezo. Hali hiyo, pamoja na pressure kuhakikisha timu inafanya vizuri katika mashindano ya ndani na kimataifa, huenda imechangia kwa kiasi kikubwa kufikiwa kwa uamuzi huu. Katika hatua ya mpito, Yanga imetangaza kuwa kikosi hicho kitaongozwa na makocha wasaidizi wakiongozwa na Abdelhamid Molin na Patrick Mabedi hadi mwisho wa msimu huu. Uongozi umeonyesha imani kubwa kwa benchi hilo la muda wa mpito kuhakikisha linaendeleza kasi ya ushindani iliyopo, huku taratibu za kumpata kocha mpya zikiendelea kufanywa kazi kwa umakini. Uamuzi huo unaibua mjadala mpana kuhusu mwelekeo wa klabu hiyo katika kipindi hiki nyeti cha msimu, ikizingatiwa kuwa Yanga bado ipo kwenye nafasi nzuri ya kutoa ubingwa. Wadau wa soka sasa wataelekeza macho yao kuona kama mabadiliko hayo yatakuja na chachu ya mafanikio zaidi au yataathiri uthabiti wa kikosi hicho katika mechi zilizosalia. Kwa ujumla, hatua kumfukuza kazi Goncalves inaakisi mabadiliko ya kimkakati ndani ya klabu hiyo yenye malengo makubwa ya mafanikio. Ni uamuzi unaonyesha kuwa katika soka la kisasa, matokeo pekee hayatoshi ikiwa hayataambatana na kiwango cha uchezaji kinachokidhi matarajio ya uongozi, mashabiki na wadau wengine wa michezo. Ni hayo tu kwa sasa. Kwa habari zaidi za michezo, tafadhali endelea kufuatilia World Sports 14. Kwa heri.